Yo walilizi Zafa Mawezo Team The One. So leo tumekuja kuwatembelea wasanii ambao wanaifanya sanaa, yani sanaa ya maigizo ya filamu. Kama tunavyojua Tanzania au international wengi wanafanya masuala ya sanaa. Hapa mbele yangu nipo na director. Director, habari yako? Safi kabisa ndugu yangu. Naona umetulia sasa, kuna kiari fulani cha baridi hivi. Kama unavyoona kuna kibaridi kimvua kwa mbali, ndio tumetulia hapa kibandani. Watanzania wanapenda kufahamu unaitwa nani na kazi yako kiujumla, unashughulika sana na nini? Japo nimeanza kukutambulisha hapo, yani nimeharibu tu malengo. Unaitwa nani kwa majina? Mimi naitwa Ali Mata na ni director. Okay, leo tunapiga story na director Mata, alimaarufu kama Ali Mata. Unazungumziaje? Naona huku mmekuja sana kujichimbia huku, yani mpaka Mapro TV tunafika huku. Yani huku kwenu mbali sana. Ni kweli, unajua kazi zetu sisi zinahitaji location. Bahati nzuri kuna mtu wa location akaja kufanya survey, na kulingana mimi nilimfikishia kwamba na hadithi yangu ina maudhui haya, akaniambia mbona kuna sehemu iko safi sana. Wapi? Akaniambia kuna sehemu inaitwa Mbangala, Kibiti kwa ndani kidogo. Kweli tukatoka mimi na timu yangu tukaja kuangalia mazingira, tukapenda sana uongozi. Kwa bahati nzuri tumepata shavu zaidi, kwa sababu na hapo pia kuna wasanii wanafanya haya mambo. Na ni watu ambao wenye uwezo tu mkubwa. Basi kama kazi rahisi, sisi tukatoa vifaa na kuingia huko. Director anatuambia amepata chimbo bwana, kwa kunaitwa Nyamangala. Yaani ukishafika Kibiti unaingia kwa ndani hivi, kama kilomita kadhaa hivi kutoka mji wa Kibiti mpaka unapofika huko tulipo. Ila mandhari mzuri kama tunavyoona, yani mazingira asili kabisa. Unazungumzaje ambao kazi yako unaifanya kwa saizi? Mimi nishatazama kazi zako nyingi, yani mpaka napofika huku najua thamani yako, najua kitu gani unachokifanya. Kwa hiyo mimi ni shabiki wako namba moja sana. Japo wewe ni director, napenda sana kile kitu ambacho wewe unachokifanya, yani unachokidirect na story writer pia. So ukiachana na director, ni story writer pia, na asilimia kubwa nikiangalia tamthilia zako unazozifanya wewe ni story writer mwenyewe na director mwenyewe. Nashukuru sana kwamba Mungu amekujalia kipaji kikubwa sana cha kutunga na cha kuwaongoza wasanii pia. Kwanza mimi niseme nashukuru kwa kuona hilo kwa upande wako. Ni kweli mimi ni story writer pia ni director, na tuko huku chimbo. Sio kwamba labda maisha mazuri sana, hapana, isipokuwa ni watu ambao tunajitafuta. Na siku zote mtu anajitafuta, anatafuta sehemu sahihi ya kuweza kutokea. Kama unavyojua kazi zetu hizi za YouTube zinakuwa na upinzani. Kila ukiachia kazi unakuta kuna wenzako wameachia zaidi na zina ubora tofauti. Kwa hiyo ina maana kwamba kama una uwezo wa kifedha, basi unatakiwa utafute location kama hizi ambazo sisi tunazofanyia, ili hata mtu akiona aseme wapi jamaa. Umeona vizuri? Kweli kabisa. Na nashukuru Mungu kwa sababu hata timu yangu pia iko vizuri. Tunapambana, tuna force tuhakikisha kwamba movies zinatoka kwa wakati na zilizokuwa ziko sahihi na zimenyoka standard. Mimi sitaki sana sio muongeaji sana na nisikuchoshe sana. Naona kuna hali fulani vya kimawingu na nisije nikakuchosha sana. Je, unawaambia nini wa Tanzania au East Africa, dunia kiujumla? Najua kwamba kazi zako zinaenda mbali sana kwa sababu unatumia YouTube channels, ndio. Kwanza saizi kazi unayoifanya inaitwaje, na wa Tanzania au mashabiki zako wakitaka kuipata kiurahisi wanaipataje? Kwa sasa hivi tuna tamthilia ambayo tunaifanya inaitwa Jitu. Tunafanya tamthilia 2, lakini tulianza kupandisha sasa hivi inaitwa Jitu, na nyingine inaitwa Uhasama, yani watu wana visa hivi kwenye uhasama. Nadhani inaeleweka kwa Tanzania wenzangu na Waswahili. Kwa nikizungumzia katika swala zima la Jitu ni tamthilia moja kali sana. Watu wanajituma kufanya kitu kizuri. Ina pande mbili, na sehemu kama ufalme fulani na ina sehemu ya maisha kawaida. Na niwaombe watazamaji wetu kwamba tamthilia ndio tumeachia sasa hivi na episode ya 3, nadhani ya 4 itapanda leo. Hivyo watu wangu sasa hivi nadhani wanapambania kuipandisha. Mimi niwaombe sana watunge mkono wadogo zao, ndugu zao, Watanzania wenzao. Kama watu wa filamu watunge mkono kiasi kikubwa, kwa sababu bila wao hatuwezi kuwa sisi. Na sisi matumaini yao yapo kwao, matumaini yetu sisi yapo kwao wao, kwa sababu wao wanapoangalia na sisi ndio kupata ugali na ili maisha mengine yaweze kwenda. Kwa ufupi tunapenda tu tuangalie, sisi tunapandisha hii Jitu katika channel ya YouTube, waandike Mapro. hii MAPRA Mapro film
wa subscribe ili kazi zetu kila tunazoziachia iwe inawafikia kwa wakati. Share, wa comment, wa like. Umeona bwana, ili kutupa company sisi ndugu zao. Lakini kazi ya pili Uhasama tukianza kuipandisha, tunapandisha katika akaunti ya Msati cha Mtungi Film, ambao ni mtu nikizungumzia sidhani kama na wewe unaweza ndugu mtazamaji ukawa ni jina geni katika masikio yako. Umezungumzia Msati cha Mtungi. Msati cha Mtungi, nikizungumzia Msati cha Mtungi yule ambao alifanya makubwa sana. Yaani unataka kuniambia kwamba katika hii kambi pia Msati cha Mtungi ni yupo? Msati cha Mtungi namtambua vizuri sana, na mimi ni shabiki wake mkubwa. Kwa hiyo na sijatarajia yani Msati kuja kumuona katika yani katika hili eneo, maana ni mtu mmoja sana adimu kupatikana. Unataka kunithibitishia Msati cha Mtungi nitakutana naye leo? Msati cha Mtungi yupo na utakutana naye. Kiufupi tu kama unavyojua yule mzee ni mtu mzima na ni msanii mkubwa, na tumeamua kujichimbia naye huku, tukamwambia mzee, sisi watoto wako tunahitaji kutafuta, tunapambana, njoo tupe nguvu. Akasema basi haina shida. Kwa hiyo katika kazi hizo zote mbili mzee yupo na imani inshallah Mwenyezi Mungu atajalia kila kitu kitakuwa sawa. Utaniruhusu labda nipige story na baadhi ya wasanii wako ambao wanashiriki katika hii tamthilia ya Jitu na nini umeniambia Uhasama, au wewe utakuwa umemaliza? Hapana, mimi naruhusu kwa sababu interview kila mmoja anatoa dukuduku lake, maono yake, au sio bwana? Kwa hiyo binafsi mimi sina ulimiti kwa msanii aina yoyote, na hata huyo mzee Msati manake nitakutolea kambini, nitamuita kama unataka kufanya naye mahojiano, basi tutahojiana naye ili mambo yakae vizuri. Shukrani sana. Neno la mwisho kwa mashabiki zako? Mashabiki waendelee kupambana, kutuangalia, watuangalie, wasubscribe katika akaunti zetu, wahamasishane, kwa sababu sisi bila wao hatuwezi kuwa sisi, na matumaini yetu sisi ni wao. Asante sana Director Ali Mata. Mimi na challenge moja, kwa sababu wewe upo huku. Natumaini kikitu hautoniangusha. Uko tayari kwa challenge yangu? Kama nitaiweza basi nitafanya challenge, nitajibu, la kama itakuwa ngumu basi nitaachana nayo. Hivi naomba kuuliza, unayajua matunda? Matunda najua. Ni tunda gani ambayo mbegu yake inakaa nje? Swali mbona limekuwa gumu. Ni tunda gani ambayo mbegu yake inakaa nje? Swali kwangu limekuwa gumu. Release Zafa Mwezo, dondosha like hapo, comment ni tunda gani shabiki ambao unajua mbegu yake ipo nje. Nipo na Director Ali Mata, nimepiga naye story kinoma noma. So usisahau kumsubscribe, kulike na kucomment. Usisahau kufuatilia movie yao ambao saizi wanashoot tamthilia yao inaitwa Jitu. Kama Jitu ametuambia hapo kwamba inapatikana YouTube channel ya Mapro Movies. Ukiingia hapo subscribe, kulike na kucomment. Bwana, shout out sana kwa mashabiki zangu. Shout out sana kwa mwanangu wa Faida hapo DOP ambaye anasababisha hizo picha zote kutembea mbele ya screen yako. Galatoni Gaddafi. Shout out sana wanangu. Tunakuja kupiga story na baadhi ya wasanii next time. Shut up.